Nipo katikati ya jiji la Tanga, barabara ya 17, kata ya Majengo, katika viunga hivi vya Tembo Bar. Zamani ungefika katika viunga hivi, hali isingekuwa hivi. Ilikuwa kitovu kikubwa cha wale vijana wanaokusanyika hapa, ama wameathirika na dawa za kulevya ama wanatumia. Lakini safari hii huku ina mwenyeji wangu ambaye yeye ndiye katibu mtendaji wa taasisi ambayo kwa sehemu kubwa imepiga hatua. Wao wanapambana na matumizi ya dawa za kulevya tu. Said John Bandawe ndio nitakuwa naye katika mazungumzo. Kwa jina naitwa Saidi Bandawe, ni katibu mtendaji wa asasi ya kiraia inaitwa Gift of Hope Foundation, ambao makao makuu yake yapo mtaa Maua, kata Ngamiani Kaskazini, halmashauri ya jiji la Tanga. Asasi hii ilifunguliwa mwaka 2016 chini ya sheria ya asasi za kiraia, kwa sheria ile ya NGO, ambao vision yetu sisi Tanzania yenye kufahamu madhara ya dawa za kulevya, lakini pia dhamira hili shirika ni kutoa huduma au kuelimisha jamii kuhusiana na tatizo la dawa za kulevya, lakini pia kuwaunganisha watu kwenye huduma. Sisi tuna malengo manne, ambao lengo la kwanza ni kuwaungiza watu kwenye huduma, lakini wa vijana kwenye huduma za matibabu ili waachane na matumizi ya dawa za kulevya na vileo. Lakini tuna malengo mengine, masuala ya maradhi yenye melezi kwa maana HIV, umaini, TB na magonjwa mengine yenye melezi. Tunahamasisha upimaji na kuwalinki watu kwenye huduma. Lakini tuna lengo lingine la kuwawezesha vijana kiuchumi, lakini kuondoka kwenye tabia hatarishi na mwisho wa siku wawe productive kwenye society, kwamba wawe wazalishaji mali kwenye jamii. Lakini ya mwisho, malengo yetu ni kuwasaidia wanawake ambao wanatumia dawa za kulevya waingie kwenye tiba, kwa sababu wao ndio kila kitu, lakini pia kuangalia kwenye eneo la magonjwa ya STI kwa maana afya ya uzazi na magonjwa yale ambayo ya kuambukiza kwa njia ya kufanya tendo la ndoa. Hayo ndio malengo yetu, na sisi kupitia programu ya Tanga Yetu tuna mradi ambao tumeanza kuutekeleza toka mwaka jana, unaitwa Focus on Use Not the Substance, ambao tunautekeleza kwenye kata 27 za halmashauri ya jiji la Tanga ndani ya mitaa 178, na mradi unaenda vizuri. Kuna mambo mengi yanafanyika kwenye mradi kupitia programu ya Tanga Yetu chini ya ufadhili wa Foundation Botna kwa kushirikiana na halmashauri ya jiji la Tanga na usimamizi wa Innovex. Tuanze chimbuko, ni nini kilikusukuma wewe ukiwa katibu mtendaji na mmoja wa waanzilishi wa shirika hili? Asante kwa swali lako, na hii hapa inatokana na mimi mwenyewe binafsi, maisha nilopitia. Ni mtu ambaye nimepitia huo uzoefu, na wakati wa makuzi yetu, mimi nimezaliwa miaka 75, nimezaliwa hapa halmashauri ya jiji la Tanga, hospitali ya Bombo. Lakini katika makuzi yangu mimi nilijiintroduce kwenye matumizi ya dawa za kulevya nikiwa na umri mdogo, na miaka ile ya nyuma hapakuwa na elimu na hapakuwa na uelewa watu kujua kama wakitumia dawa za kulevya wanapata madhara. Tulianza kutumia wakati tulikuwa wadogo, ninakumbuka na miaka 8 tukaanza kuingia kwenye petroli, matumizi ya sigara, tukaingia kwenye dawa za bangi, mpaka tukaenda miaka 90 tumeingia kwenye dawa za kulevya kali aina ya heroin. Kwa hiyo niliteseka kwa takriban miaka 22 kwa matumizi ya dawa za kulevya, lakini mwisho wa siku nikaenda nikapata huduma kwenye vituo vya sober houses Dar es Salaam, nikaja nikapata huduma hapa Tanga, na sasa hivi mimi na miaka 12 bila kutumia. Asasi yetu sisi tuko watu 9, na lakini wote ni living experience, yani watu tupitia matumizi ya dawa za kulevya. Na mimi baada ya kuona hiyo, na nilikuwa pia sina shughuli za kufanya, nilijaribu kufikiria ili wazo, nikaenda kwa wenzangu nikawapelekea hilo wazo, na wao wakaliitikia. Na mwisho wa siku ndio mimi hapa kama katibu, tulifanya mkutano wakanichagua mimi kama katibu mtendaji, na mwisho wa siku ndio tumeweza kuifungua. Na sasa hivi Gift of Hope ina miaka 10 katika utoaji wa huduma kwenye jamii ya Tanga, lakini pia tunafanya kazi maeneo mengine, kwa maana kama tunaenda kujengea watu wengine uwezo na kushiriki kwenye matukio mbalimbali ya kitaifa na ya kimataifa. Hebu tupe vitu ambavyo vilikusukuma ili wazazi hata watoto wanaoangalia programu hii waweze kujua ni mambo gani hasa yanaweza kuwa kishawishi kuingia huko. Asante. Kwanza mimi huwa na declare ni mtu living experience, ili kuiaminisha jamii. Inawezekana mtu akaingia kwenye tatizo hili kwa bahati mbaya au kwa makusudi, lakini inawezekana pia akaacha matumizi na akawa mzalishaji mali au akawa raia mwema kwenye jamii yake. Mfano mdogo au mfano mkubwa ni mimi hapa. Lakini ukienda kwenye uhalisia, sababu ni nyingi, lakini naweza nikazitaja chache. Mfano, kuna single parents, watoto kulelewa na upande mmoja, au mtoto analelewa na bibi, lakini kuna peer pressure. Mtoto anakutana na changamoto nyumbani, makundi rika, anakutana na changamoto nyumbani, alafu akija kwenye maeneo ya shule anakutana na hilo kundi rika ambalo linampa vitu vizuri kwa kuona yeye, kwa sababu anakosa vitu vizuri kule nyumbani, wanakuja kumintroduce kwenye dawa za kulevya. Lakini kuna mila potofu,
Wengine wanasema ukitumia dawa za kulevya unafanya vizuri kwenye baadhi ya shughuli au utafanya vizuri kwenye mtihani, vitu kama hivyo. Lakini kuna zingine ni kwamba upatikanaji wa hizo dawa kiurahisi. Dawa zinapopatikana kiurahisi kwenye jamii yetu, maana yake ni rahisi watu kwenda kuingia kwenye matumizi ya hizo dawa za kulevya. Lakini pia wazazi kuto kuchukua majukumu yao ipasavyo, lakini na jamii husika kuto kuchukua majukumu yao ipasavyo. Lakini ukiondoa na hivyo pia elimu kwenye jamii ilikuwa ni changamoto. Hata si kipindi wakati tunaingia, maana swala la elimu lilikuwa halipo, na tulikuwa tunaingia kwenye matumizi kuona kama ni kwenda kutafuta furaha. Mimi imani yangu ninavyoamini, na ndivyo ilivyo kwenye issue ya uraibu au utumiaji wa dawa za kulevya mpaka kuingia kwenye addiction, ni watu wanatafuta furaha. Amekosa sehemu zote, anaona akiingia kwenye utumiaji anaenda kupata furaha, lakini mwisho wa siku anaenda kukama, anaenda kunata, anaenda kuwa tegemezi wa hizo dawa. Ina maana akiwa hana furaha anatakiwa atumie. Na muda mwingine watu wanakimbia pia uhalisia. Yaani maana yake kama amefiwa anataka atumie, kama ana furaha anataka atumie, lakini end of the day kinachokuja kumtokea yule mtu ni kwamba anakwenda kuwa tegemezi wa hizo dawa, kwamba anapotakiwa kufanya kitu chochote lazima apate dawa afu ndio afanye kitu, na atafanya njia na njama ili aweze kupata hizo dawa za kulevya ili kuweka kukidhi haja yake ya kimwili, na mwisho wa siku pia hata ubongo unaenda kuathirika, kwa maana anakuwa kwenye utegemezi wa dawa za kulevya. Kwa sababu ni nyingi sana, lakini naomba nizitaje hizo chache. Umetaja zile sababu, hebu turejeshe nyuma. Wewe kati ya zile umesema kuna mtu anaweza katumia apate tu faraja, labda amefiwa au afanye kazi vizuri. Kwa umri wako wa miaka 8, ni vitu gani vilikuwa vinakushawishi wewe binafsi? Upweke ndio umesababisha, na ukizungumza upweke, malezi yangu mimi sikupata malezi ya baba na mama, hilo la kwanza. Kwa hiyo kuna kitu nilikuwa na kimisi. Muda mwingine naenda nakaa na baba, muda mwingine naenda nakaa na mama. Ndio malezi nilikuwa naishi mimi. Lakini nilikumbana na mishtuko mingi, anasema trauma zile zilikuwa zina face, sababu nahitaji watu wangu wa karibu kama baba na mama niwe nao, lakini sikuwa sipati huo muda. Na hii ilinipelekea mimi kwenda kukutana na makundi ambayo ya wenzangu kwenye michezo pale mtaani. Nikaanza kujiintroduce kwenye hizo dawa aina ya petrol, walikuwa kipindi hicho watu wanatumia petrol. Nikaanza kuingia taratibu, afu baada nikaacha, ni familia ikanicontrol. Lakini pia ilikuwa solution ya familia kwenye kunitreat mimi ili nisiache, ilikuwa most of the time wananipeleka siku ile ustawi wa jamii kule kwenye jela watoto, wananipeleka polisi kuna kunitisha. Hapakuwa na ushauri, zaidi ilikuwa ni kunitisha. Hawanipeleka baada ya kunifunga kwa kunitisha, wananiweka labda kwa masaa 3-4, ili wao walikuwa wanaona ni solution kunifanya mimi nifanye nini, niache kutumia. Kwa mwisho wa siku nilitengeza woga, nilitengeza chuki kwao, nikaa nimetengeza vitu vibaya kwao, nikaa na wahisi vibaya, lakini uzuri ni kwenda kuupata kwenye matumizi ya vileo kupitia yale makundi, kwa sababu huko unapata upendo, mnagongeana, mtu anakupa tu dawa ya kulevya unavuta, mnahagi na mnahefa. Ni kweli nikajiona kule mimi ndio sehemu yangu sahihi, lakini mwisho wa siku sasa nataka kuacha, siwezi, kwa sababu nilikuwa tayari nishakuwa tegemezi wa zile dawa, na nilikuwa chochote ninachokiona mbele yangu mimi maana yake natumia. Nilikuwa natumia heroin, cocaine, pombe, bangi, mirungi, vidonge, valium, nilikuwa ni kila aina ya dawa nilikuwa natumia bila na nilikuwa ni utashi wa mwili wangu na akili yangu, kwa sababu ilikuwa addiction imechukua patia. Kwa sababu mimi kilichoniingiza zaidi ni upweke, lakini ule upweke pia uliniingiza kama na mistuko ile ya kupelekwa vituo vya polisi kwenye, kwa maana walikuwa wanaona wananisaidia, lakini kumbe walikuwa ndio wananitengezea mazingira mimi ya kuweza kuchukia na kuwaona wao sio watu sahihi kwangu. Most of them nazungumzia kwenye eneo la familia.